Shambulio la ndege isiyo na rubani drones lilisababisha moto pembezoni mwa kituo pekee cha nishati ya nyuklia cha Falme za Kiarabu katika siku ya Jumapili, katika kile ambacho mamlaka ilikiita shambulio la kigaidi na la uchochezi. Hakuna aliyelaumiwa moja kwa moja, lakini tukio hilo limeonyesha hatari ya kurejea kwa vita, wakati Marekani na Iran zikionyesha kuwa ziko tayari katika mapigano mapya. Hakukuwa na taarifa za majeruhi wala kuvuja kwa mionzi ya nyuklia katika Umoja wa Falme za Kiarabu, ambaye imekuwa mwenyeji wa mifumo ya ulinzi wa anga na wanajeshi kutoka Israel. Hivi karibuni ilishutumu Iran kwa kuzindua mashambulizi ya drone pamoja na makombora. Mvutano umeongezeka kuhusu mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa nishati inayodhibitiwa kimkakati na Iran, huku njia hiyo ikiwa katika mzingiro wa majini na Marekani. Kwa Iran, saa zinakwenda haraka na ni bora wachukue hatua haraka, la sivyo hakutakuwa na chochote kitakachosalia. Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye mitandao ya kijamii muda mfupi baada ya mazungumzo yake na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye shambulio lake dhidi ya Iran kwa kushirikiana na Marekani lilianzisha vita mnamo Februari 28. Katika hatua nyingine, Trump amerudia mara kadhaa kuweka masharti ya muda kwa Tehran na baadaye kuyaregeza masharti hayo. Vidole vya vikosi vyetu vya ulinzi viko kwenye kichocheo cha silaha, huku diplomasia nayo ikiendelea, alisema Mohsen Rezai, mshauri wa kijeshi wa kiongozi mkuu wa Iran, kupitia televisheni ya taifa. Makubaliano ya kusitisha mapigano bado yako katika hali dhaifu, huku juhudi za kidiplomasia za kufanikisha amani ya kudumu zikionekana kudorora. Wakati huo mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran nchini Lebanon yameendelea kuongezeka licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Wizara ya ulinzi wa Umoja wa Falme za Kiarabu ilisema ndege 3 zisizo na rubani ziliingia kupitia mpaka wake wa magharibi na Saudi Arabia, ambapo 2 zilidunguliwa. Uchunguzi unaendelea kubaini nani alizirusha. Iran na makundi ya wanamgambo wa Kishia nchini Iraq yamewahi kufanya mashambulizi ya drone dhidi ya mataifa ya Ghuba katika vita vya hivi karibuni. Shambulio hilo, iwe limefanywa na mhusika mkuu au kupitia mawakala wake, ni ongezeko hatari la mzozo, alisema Anwar Gagish, mshauri wa kidiplomasia wa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu, kupitia mitandao ya kijamii. Saudi Arabia ililaani shambulio hilo na baadaye ikasema ilidungua drone 3 zilizoingia kutoka anga ya Iraq. Kituo cha nyuklia cha Barak chenye thamani ya dola bilioni 20 kilijengwa kwa ushirikiano wa Umoja wa Falme za Kiarabu na Korea Kusini na kilianza kufanya kazi mwaka 2020. Ni kituo pekee cha nyuklia katika nchi za Falme za Kiarabu na kina uwezo wa kutoa robo ya mahitaji ya nishati ya Umoja wa Falme za Kiarabu, shirikisho la Falme Saba linalojumuisha Dubai. Mdhibiti wa nyuklia wa Umoja wa Falme za Kiarabu alisema moto huo haukuathiri usalama wa kituo hicho na kwamba vitengo vyote vinaendelea kufanya kazi kama kawaida. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki lilisema shambulio hilo ilisababisha moto kwenye jenereta ya umeme, huku moja ya mitambo ya nyuklia ikitegemea jenereta za dharura za diesel. Hii ni mara ya kwanza kwa kituo cha Barak kulengwa moja kwa moja katika vita vya hivi karibuni. Waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran waliwahi kudai kulenga kituo hicho mwaka 2017 wakati kikijengwa, jambo ambalo Abu Dhabi ilikanusha. Umoja wa Falme za Kiarabu ilisema makubaliano makali na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia yanayojulikana kama mkataba 123, ambapo ilikubali kutozalisha urani ndani ya nchi wala kuchakata tena mabaki ya mafuta ya nyuklia ili kupunguza hofu ya kuenea kwa silaha za nyuklia. Urani yake huagizwa kutoka nje. Hali hii ni tofauti kabisa na mpango wa nyuklia Iran ambao umekuwa kiini cha mvutano wa muda mrefu kati ya Marekani na Israeli. Iran imeweka mkazo kwa mpango wake ni wa amani, lakini imeendelea kuzalisha urani hadi viwango vinavyokaribia matumizi ya kijeshi na inashukiwa kuwa na sehemu ya kijeshi katika mpango wake tangu mwaka 2003. Mara nyingi pia imezuia ukaguzi wa Umoja wa Mataifa katika maeneo yake. Israeli pia inaaminika kuwa taifa pekee katika eneo hilo lenye silaha za nyuklia, ingawa haijawahi kuthibitisha wala kukanusha rasmi. Iran iliwahi kushambulia karibu na kituo cha nyuklia cha Dimona nchini Israel wakati wa vita. Vituo vya nyuklia vimekuwa vikilengwa zaidi katika vita vya kisasa, ikiwemo wakati wa uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine ulioanza mwaka 2022. Katika vita vya Tehran ilidai mara kadhaa kwa kituo chake cha Bushehr kilishambuliwa, ingawa hakukuwa na uharibifu mkubwa wala kuvuja kwa mionzi.